za aina nyingi. Na kwa wingi, na ili taka iwe na thamani na iwe rasilimali lazima itenganishwe. Kuna makundi ya taka, mfano za plastiki, taka za chupa za glasi, taka hatarishi, kwetu tunaita taka za kielektroniki au za elektriki, ina maana za umeme, vifaa vya umeme au vifaa vya elektroniki kama simu na nini. Kuna taka za chakula. Sasa ili taka hizi ziwe na thamani na ziwe fursa na ziweze kutumika kufanya shughuli nyingine, lazima zitengwe. Kwa hiyo kuanzia majumbani tunasisitiza watu kutenga taka. Taka za chakula zikae peke yake, taka za plastiki zikae peke yake, taka za kielektroniki zikae peke yake, taka za makaratasi na nini zikae peke yake, kwa sababu katika kuziongezea thamani na kuzitengeneza, ubora wake unabaki vile wa thamani iwapo zitatengwa, zitakuwa peke yake. Mfano, taka ambazo ni zinatoka manyumbani za chakula, hizo zinatumika hata kutengeneza mbolea. Sasa ukishachanganya na taka nyingine, mfano za plastiki, haziwezi tena kufanya hiyo kazi ya kutengeneza mbolea, haziwezi kutumika tena kama malighafi. Wote tunashuhudia, tunawaona watu wanaokota plastiki. Wale watu wanaokota plastiki wanachagua hata plastiki ya kuokota, na wanapookota ile plastiki wanaenda mbali zaidi, uweka kizibo peke yake, uweka kile kikaratasi peke yake, na ile chupa peke yake. Kwa hiyo taka hii inapokuwa imepangwa kwenye mafungu hayo ili kuendana na zile teknolojia za uchakataji kwenda kuwa kitu kingine, basi hapa thamani yake na ubora wake inakuwa katika viwango ambavyo kwa kweli vinakubalika. Kwa hiyo tunapopunguza, tunaposema punguza, ina maana hata tunapunguza taka za kwenda kwenye madampo. Madampo yetu yanakuwa salama, yanakaa muda mrefu kutoa huduma. Tunaposema tumia tena, ina maana badala ya kupeleka Mtanzania mmoja kwa siku inakadiriwa anazalisha 0.8 kilogramu za taka kwa siku. Kwa hiyo ukitumia tena, badala ya kuzalisha 0.8 unaweza kuzalisha nusu yake, labda 0.4. Kwa hiyo hapo umelinda mazingira, lakini na afya zetu zimeboreka. Lakini tunaposema rejeleza, sasa ndio tunakuja huku kwenye utenganishi wa taka. Kwa hiyo zikitenganishwa vizuri na urejelezaji unakuwa mrahisi zaidi. Kwa hiyo tunawasihi wananchi wafanye hivyo, lakini pia wale wanaofanya shughuli ya kuzoa taka au kuondoa taka kwenye maeneo maalum kama kwenye taasisi, kwenye masoko, kwenye viwanda, na wenyewe pia ubebaji wao wa taka katika kuziondosha uchukue aina hiyo hiyo, awe na gari la taka za chakula tu, awe na gari la taka za plastiki, au kuona namna gani lile gari moja anaweza akaliwekea partition, akaliwekea compartment likaweza likatoa huduma hizo zote, ili sasa ile thamani na dhana na umuhimu wa kutenganisha taka kuanzia nyumbani, basi hata miundombinu yetu ya ubebaji na ya upokeaji iweze kusomana, ile cheni kamilike. Lakini huwezi kutenganisha taka nyumbani alafu anaichukua taka anakuja anazichanganya tena, inakuwa haina maana. Kwa hiyo kila mtu kwenye huu mnyororo mzima ana wajibu wa kufanya. Kwa hiyo tarehe 28 mpaka 30 hivi vitu vitaonyeshwa kwa vitendo. Kwa hiyo Tanzania safi na salama inawezekana. Uwezo wa kupunguza taka tunao, na kutumia taka kama fursa ndio msingi wa maendeleo yetu. Ajira nyingi zinakuwa kutengenezwa kutokana na watu kushughulika katika hii sekta ya taka, lakini tunaona namna ambavyo ajira hizo na uchumi wa mtu mmoja mmoja kwenye kaya, lakini na taifa na uwepo. Tuna wawekezaji wengi, hata Dar es Salaam tuna viwanda karibia 45 vinavyorejeleza taka. Kwa hiyo hii ni fursa kwa ajili ya mtu mmoja mmoja, kwa ajili ya usafi wa mazingira yetu, kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu, na kwa uchumi endelevu, circular economy. Kwa hiyo nasisitiza sana wananchi kufika na kupata elimu. Wananchi wa Tanzania, taka si taka tunavyoziona kama taka. Taka ni fursa. Wako vijana wamemaliza vyuo wanalia hakuna ajira. Ajira iko kubwa sana sana, kwa sababu kama unaweza kupunguza
ukatumia tena, ukalejeleza, ina maana kuna fursa. Ndio maana tunawaombeni wanahabari, nyie ni wadau wetu namba moja, mfike pale viwanja vya Mnazi Mmoja. Kuna watu watakuwa wanaonesha mapambo, kuna watu watakuwa wanaonesha malighafi mbalimbali, kwa sababu ndani ya taka zinavyochakatwa ndivyo tunavyopata malighafi za viwanda vingine. Kwa hiyo ndani ya taka, kama alivyosema meneja, taka ni fursa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kwangu mimi na wewe. Kwa hiyo tunawahitaji wa Tanzania wafike pale, kwa sababu tutakuwa tunafanya elimu ya vitendo. Tutaonesha namna ya kutenganisha taka, tutaonesha dustbin, kama ni nyekundu uweke kitu gani, kama ni kijani uweke kitu gani, kama ni nyeusi uweke kitu gani. Tunafanya hivyo elimu ya utenganishaji wa taka ianzie majumbani. Tunapata changamoto sana, madampo yetu yanajaa kwa sababu watu hawana elimu ya kutenganisha taka. Mtu anachukua diapers, anachukua plastic, anachukua zile bidhaa za kielektronic, anachukua vyakula vyote anaweka eneo moja. Hapana, taka ni fursa. Tutajikuta miji yetu inakuwa safi na salama baada ya kujua kwamba kumbe taka sio taka tu, ni fursa. Tunaweza tukapata umeme, tunaweza tukapata malighafi nyingine. Kwa hiyo ninawakaribisheni sana sana, msikose.